Yes, habari zenu, habari za muda. Kama kawaida yetu, tunaendelea kutoa update mbalimbali, kutoa vipindi mbalimbali ambavyo vinahusu jamii. Hakikisha unabonyeza neno subscribe hapo chini kama kawaida, kisha bonyeza na alama kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila kipindi ambacho tunakitoa. Leo nimekuja tena kwa mara nyingine kwa kijana wetu Mohamed kwa ajili ya kuelezana mambo mbalimbali yanayohusu jamii na yanayohusu dunia. Labda tuzungumze naye kidogo, atupe mambo mawili matatu, tujue historia yake iko vipi na akasoma vipi mpaka akafikia leo hii akaajiriwa, akawa ni mwajiriwa mkubwa katika baadhi ya shule na katika baadhi ya skuli. Kijana, habari yako? Nashukuru Mungu, habari za kazi? Safi, tangia jana. Nashukuru Mungu, habari za maisha? Uko salama? Nimekuja tena leo mara tatu. Hakuna shida, mimi ndio kazi yangu, wala usiwe na wasiwasi. Katika siku ya jana ulizungumza kwamba wewe kazi yako ni ualimu. Tukazungumza mengi kuhusiana na kazi yako ya ualimu. Sasa leo nina maswali mengine nataka nikuulize katika hiyo kazi yako ya ualimu. Uko vizuri katika swala hilo? Niko vizuri, niko tayari kwa sababu ni fani yangu, ni professional yangu, kwa hiyo mimi niko vizuri kwa swala lolote linalohusu juu ya swala la ualimu. Okay, labda katika fani yako ya ualimu ambao umesomea, labda takriban imechukua miaka mingapi mpaka umemaliza kusoma? Yaani ulikuwa tukitoa ile miaka ambayo umemaliza shule, umemaliza chuo, ile kile kipindi ambacho umeenda kusomea ualimu, sasa umesomea kwa muda wa miaka mingapi ualimu? Ualimu nimesomea kwa muda wa miaka mitatu, 2012, 13, 14 na 15. Yaani 12 nimeingia, ile inakuwa 70 mwaka wa mwanzo, 3, 14 na 15. Miaka mitatu kikawaida ualimu. Kwa hivyo nimesoma ualimu kwa kipindi cha miaka mitatu. Okay, baada ya kumaliza kusoma ualimu miaka mitatu, katikati hapa tunaona vijana wengi wakimaliza kusoma fani yoyote, ukitoa ualimu, kuna kazi nyingine nyingi ambazo watu wamesomea lakini wanasota kimaisha mpaka mtu anakuja kupata ajira ameshakata tamaa. Je, wewe haijakupitikia hii? Mimi haijanipitikia kwa sababu maisha nimeyajua mapema sana, kwa sababu kuna mtu ili ajue maisha yeye, yani mpaka manake awe mtu mzima, manake afikirie miaka 30, 25, yani yawe miaka 39, 35 ili ndio ajue maisha. Lakini kutokana na malezi ambayo kwamba tumepitia, maisha tumefahamu mapema. Kwa hivyo wakati niko chuo ilikuwa najiuliza kitu gani ambacho kwamba kitanisaidia, yani nikiondoka hapa kuna mambo gani ambayo kwamba yatanisaidia wakati huo ambao kwamba mimi nasubiri ajira, au wakati ambao kwamba niko ndani ya jamii lakini sina ajira. Kwa hivyo kipindi hichi mimi hakunisumbua kwa sababu niliyasoma maisha zamani sana, yangu niliyafahamu mapema sana. Okay. Na sasa hivi tangu kuajiriwa una miaka mingapi? Yani kuajiriwa katika shule, yani mfano umeshaajiriwa leo, sawa? Tangia uajiriwe katika shule ambao upo nao sasa hivi, sawa, au shule yako ya mwanzo, ni miaka mingapi leo umetimiza? Kutoka 2017 mpaka muda huu 2017, 18, 19 na 20, 21 na 22 na 23, 24, 25 na 26, ni kama miaka 9 kwa kama sikosei kihesabu. Okay, basi ni vizuri sana, nikupe hongera kwa hilo. Asante sana, nashukuru. Labda unatarajia kitu gani labda baada ya kuajiriwa sasa hivi? Je, unatarajia kuacha shule baadaye kuja kupata pesa nzuri, au unatarajia kama hata kama ukipata pesa utaendeleza maisha ya kusomesha shule? Maisha kama nilivyosema jana kwamba kuna kazi ambazo ni vigumu kuziongea katika media kama hizi. Lakini kazi ya ualimu hasa lengo langu mimi niache. Yani kama ni njia tu napita. Kazi nyingine haziwezi zikaachika kwa sababu ndio kazi za siri, haziwezi zikaachika. Lakini kazi ya ualimu lengo langu mimi hasa niache tukijaliwa, wala sio miaka mingi, hata mwaka huu inawezekana ikipita tayari inshallah baada ya miaka miwili kama niko hai niache nifanye mambo mengine. Lakini nimejipangia katika hilo ni kwamba nikishatengeneza mambo yangu vile ambavyo kwamba nataka niyatengeneze yawe hivi, na kishatengenezeka kama vile nilivyotaka, basi nataka niache hiyo kazi iwe nafanya mambo mengine tu mwenyewe. Okay, labda kazi gani ambayo umetarajia kuifanya baada ya kuacha walimu? Tukiachia zile kazi nyingine ambazo kwamba hatuwezi kuziongea, lakini biashara nahisi ni kazi nzuri ambayo kwamba mimi inanifaa. Na hizo biashara ndio ambazo kwamba zinapelekea mtu kupata mahitaji yake, kwa sababu kama nilivyosema jana, mtu hakuna ale tajirika kwa sababu ya mshahara. Kinyume na hivyo ni wizi, kwa sababu hata kama unalipa milioni katika serikali au katika taasisi yoyote huwezi kutajirika. Historia ndio inaonyesha hivyo. Historia inaonyesha kwamba
watu waliokuwa ni matajiri duniani ni watu ambao wanafanya biashara. Kwa nini wanafanya biashara? Kwa sababu biashara unapoifanya ikatakiwa vile inavyotakiwa ufanye, basi utapata faida. Kwa hivyo ile faida ndio ambayo mtu siku zote anakuwa anafanya lile ambalo amelikusudia. Na biashara ni kazi walizozifanya mitume, kwa hiyo ni kitu ambacho kama utakifanya katika njia halali, basi utafanikiwa kule ulikolenga. Kwa vijana wanaoshauri kwamba wafanye biashara wakipata nafasi ya kufanya biashara. Wafanye biashara. Na unajua vijana sisi tuna matatizo. Mtu analenga biashara ya kuuza magari, awe na showroom au awe na duka kubwa, au watu walianzia katika mazingira ya kawaida. Nilisikiliza mmoja kati ya matajiri wakubwa katika mitandao anaitwa Baharesa, Said Mohamed Baharesa. Yeye alianzia kuuza tu urojo na mishikaki. Kiasi kwamba leo ukimwambia mtu kwa usharobaro wake na kwamba hajui maisha, na hii kujua maisha inatokezea kulingana na ulivyolelewa na vile ulivyotokea maisha yako, lakini na vile kuwa na mtazamo mfupi katika maisha, basi mtu kumwambia hiyo inakuwa hataki. Yani mimi niuze mishikaki, lakini tajiri mkubwa kama yule anaongea katika mitandao, vijana wajitahidi, vijana wana na juhudi mbalimbali, wawe wabunifu. Alianzia mishikaki na urojo. Kwa hiyo vijana wasichague yani biashara ya kufanya, alimradi ile biashara iwe halali. Kwa hiyo anahakikisha kwamba biashara ile inamuendeshea mahitaji yake, haijalishi ameoa au hajaoa, kwa sababu mahitaji duniani hayaji tu kwa sababu umeoa, hata kama hujaoa au hata kama hujaolewa. Na hapa mpaka vijana wa kike wajishughulishe katika mazingira haya, hususan wale vijana ambao tayari wamepata elimu lakini bado hawajapata kazi ambayo kwamba itaendeshea maisha yao. Kwa hiyo katika swala hili la biashara, vijana wasitaki biashara ya mamilioni. Watu wanaanza na vitu vidogo kwanza, wanasema mbuyu ulianza kama mchicha, mdogo, alafu ndo utafika huko unakotaka. Mtu kwanza anaanzia kudogo, alafu anaanzia kukubwa. Kusoma kote mtu kwanza anaanzia arshadu, alafu anafika matabu ya juu. Anafika kwenye Riyadhus Salihin. Na kuendea mbele, bidaya wa nihaya, majmuu, sharh muhadhabu, bidari siratu alami nubada, wote huko wanafika katika matabu makubwa. Lakini hakuna anaanza kusoma alafu akaanza bidaya wa nihaya, huyo hakuna. Au anaweza kusoma akaenda akaanza tabaraka, ni alifu. Kwa hiyo mifano imo tofauti kwamba mtu anaanza pale padogo alafu anafikia kule kukubwa anakotaka. Bana, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, maana mengi umetufunza na wengi wao wanasikiliza hizi video na wanatoa comment hapo chini. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana, hata mimi nashukuru. Sawa wapenzi watazamaji, kama kawaida usisahau kucomment hapo chini, weka comment yako chini, lakini pia like video hii, lakini pia share video hii kwa watu wengine, ili na sisi tupate mood ili ya kutoa video kila siku, kwa sababu mnapotuunga mkono sisi na sisi tunapata nguvu ya kutoa video kila siku. Kwa weka comment yako chini, lakini pia usisahau kulike na kusubscribe kama kawaida. Kuna mengi yanakuja katika Bongo Media yetu hii. Mwenyezi Mungu atufanyie pesi, tukutane tena katika vipindi vinavyokuja next time.